Yes, mtazamaji wa Biomedia Channel, tuko na story ya Mac Voice, msanii wa Rayvanny ambaye ameweza kufunguka mazito kabisa kuondoka kwake Next Level Music. Bana, Rayvanny alinifukuza bila sababu. Huyu ni Mac Voice ameweza kuzungumza. Hii imekaaje? Nikwambia ambatana na mimi mpaka tamati, tuliangalia hili kwa kina kabisa na kwa undani. Ikiwa ni taarifa hii ambayo inahusu msanii wa Bongo Flava kutoka Tanzania, Mac Voice, ambaye kwa mara ya kwanza amezungumza hadharani kuhusu kuacha kufanya kazi chini ya usimamizi wa Rayvanny kupitia lebo yake ya Music Next Level. Bana, kauli yake imeibua mjadala mkubwa sana, hususan katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya, kwani inaonyesha changamoto na mabadiliko yanayokumba wasanii wanapokuwa chini ya usimamizi wa mastaa kubwa na kisha kuamua kujitegemea. Mac Voice, ambaye alisainiwa na Rayvanny katika kipindi ambacho Next Level Music ilikuwa ikijipambanua kama moja ya lebo zenye nguvu na mvuto mkubwa, alionekana kama mrithi wa kiti cha Bongo Flava kwa upande wa kizazi kipya. Na kupitia lebo hiyo alipewa nafasi ya kurekodi nyimbo, kushiriki kwenye matamasha na kupata muonekano wa kimataifa kupitia ushawishi wa Rayvanny. Lakini pia hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo yake, mambo hayakuwa rahisi kama ambavyo wengi walidhani. Ilikuwa ni katika mahojiano yake, Mac Voice aliweza kufunguka kwamba licha ya kuwa chini ya lebo yenye jina kubwa, hakupata msaada wa kifedha na kimaendeleo kama ilivyokuwa imetarajiwa. Alitolea mfano kwamba Rayvanny aligoma kabisa hata kumpangia chumba cha gharama ndogo tu ya shilingi 50,000, jambo ambalo lilimfanya ahisi kama hathaminiwi ipasavyo. Na kauli hii pia imeibua hisia mseto sana kwa mashabiki na wadau wa muziki, kwani inaonyesha pengo kati ya matarajio ya wasanii chipukizi na hali halisi ya maisha ya ndani ya lebo husika. Lakini kwa upande wa mashabiki wengine, wanaona kwamba kauli ya Mac Voice kama ishara ya ujasiri na kweli, kwamba wasanii wanapaswa kufunguka kuhusu changamoto ambazo wanakutana nazo ili jamii iweze kuelewa. Lakini wengine hata hivyo wanaona ni kama kashfa dhidi ya Rayvanny, ambaye amejitahidi sana kujenga lebo yake na kuwasaidia wasanii wachanga. Hii inaleta mjadala mpana kiukweli kuhusu nafasi ya lebo binafsi katika kukuza vipaji na changamoto za kifedha zinazoweza kuikumba tasnia ya muziki. Rayvanny kama msanii mkubwa na mwanzilishi wa Next Level Music amekuwa akijitahidi sana kuonyesha mfano wa kuendeleza vipaji vipya, na hata hivyo kauli ya Mac Voice inaweza kuashiria kwamba kuna mapungufu katika mfumo wa usimamizi wa lebo hiyo. Inawezekana kwamba changamoto za kifedha, mipango ya kibiashara au matarajio yasiyoelezeka vizuri kati ya msanii na management zilisababisha hali hiyo. Lakini tunaangalia kwa upande wa Mac Voice kuamua kuacha kufanya kazi chini ya lebo hiyo na kujitegemea kama hatua kubwa ambayo inaweza kumfungulia milango ya uhuru wa kisanii na kibiashara pia. Anaweza sasa kuamua mwelekeo wa muziki wake bila shinikizo la management, na pia kujenga taswira yake binafsi kama ambavyo ataamua yeye. Na hata hivyo pia changamoto za kujitegemea ni kubwa kama ambavyo tunafahamu, kwani zinahitaji uwekezaji, lakini pia nidhamu na mtandao mpana wa ushawishi ili kufanikisha kazi za muziki. Tukio hilo, mtazamaji, linafunua taswira pana ya tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Wasanii wengi chipukizi huingia kwenye lebo wakitarajia kupata msaada wa kifedha, makazi na usimamizi wa karibu, lakini mara nyingi hupata changamoto za kimaisha ambazo hazilingani na matarajio yao. Hii inaleta swali kubwa kwamba je, lebo binafsi zinapaswa kubeba jukumu la kijamii na kifedha kwa wasanii, au jukumu lao ni kutoa tu jukwaa la muziki na ushawishi wa kibiashara? Kwa ujumla, mtazamaji, kauli ya Mac Voice ni kioo cha changamoto zinazokumba wasanii wachanga katika tasnia ya muziki, na inaonyesha kwamba nyuma ya umaarufu na nyimbo zinazopendwa kuna maisha halisi yenye changamoto za kifedha pamoja na kijamii. Lakini pia inaleta mjadala kuhusu uwajibikaji wa lebo binafsi na nafasi ya wasanii kujitegemea. Kwa mashabiki na wadau wa muziki, hii ni fursa ya kutafakari upya kuhusu namna bora ya kusaidia vipaji vipya. Inaweza pia kuwa changamoto kwa lebo binafsi kama Next Level Music kuboresha mifumo ya usimamizi na kuhakikisha basi wasanii wanahisi kuthaminiwa na kusaidika. Hata hivyo, kauli ya Mac Voice si tu simulizi binafsi, bali ni sauti ya wasanii wengi chipukizi wanaopitia changamoto zinazofanana. Ni mwaliko pia kwa tasnia ya muziki wa Bongo Flava kuangalia upya namna ambavyo inaweza kuendeleza vipaji kwa njia endelevu na yenye heshima kwa wasanii. Na inatamatishwa kama ambavyo inafuata makala ama simulizi kuhusiana na msanii Mac Voice, ambaye kitambo hatujamuona katika industry ya music akifanya chochote wala kumuona hata hadharani akizungumza jambo. Ndivyo mambo yalivyo. Endelea kuandika maoni yako kwa kile ambacho unafikiri ndicho kilichomkumba ama ndicho kinachostahili kusemwa.